Natumaini umeamka salama kabisa, mtazamaji wa Zone Media. Nikukaribishe tuweze kujuzana yote yanayojiri katika anga za kimataifa. Unajua bwana, huu mchakato wa ceasefire kati ya Irani, Israel pamoja na Marekani unaweza usifanikiwe kutokana na mambo ambayo yanaendelea. Kuna drama nyingi sana ambazo sasa hivi zinafanyika, hasa kwa upande wa Marekani pamoja na Israel. Sasa zimeibuka taarifa kuanzia hapo jana, kuanzia kwa msemaji wa ikulu ya White House Karoline Leavitt, hata pia kwa makamu wa rais wa Marekani JD Vance. Sasa kwa makamu wa rais wa Marekani JD Vance, yeye amezungumza kitu ambacho kwa kweli kime ulimwengu. Amesema kwamba yale masharti 10 ambayo Irani imeweza kuyatoa ni masharti ambayo wametumia ChatGPT. Yaani baadhi ya masharti mengine wametumia ChatGPT, yani maana yake ni AI. Hapa nikizungumzia akili mnemba. Nadhani mtazamaji unaweza ukanipata kidogo hapo. Na amesema kwamba kumekuwa na mkanganyiko, yani kuna masharti ya aina 3 tofauti, yani yanayotajwa kutolewa na Iran na Marekani, jambo ambalo limechangia mkanganyiko kuhusu misingi halisi ya mazungumzo ambayo yanaendelea kwa hivi sasa. Sasa hapa naomba nikusomee mtazamaji taarifa fupi, kitu ambacho amekieleza makamu wa rais wa Marekani JD Vance alipokuwa akizungumza kwenye uwanja wa ndege akiondoka nchini Hungary alipokuwa kwenye ziara yake ya kikazi. Taarifa inasema kwamba makamu wa rais wa Marekani JD Vance amesema kuwa kumekuwa na masharti 10 ya aina 3 tofauti yanayotajwa kutolewa na Iran na Marekani, jambo ambalo limechangia mkanganyiko kuhusu msingi halali wa mazungumzo yanayoendelea kati ya mataifa hayo juu ya kusitisha vita. Kauli hiyo ameitoa Aprili 8, 2026 alipokuwa akiondoka nchini Hungary na kudai kuwa pendekezo la kwanza la vipengele 10 lililowasilishwa kutoka Iran lilikuwa dhaifu na lisilo na uzito, na kwamba huenda hata liliandikwa kwa kutumia teknolojia ya akili bandia kama ChatGPT, ambapo wamesema hata hivyo lilikataliwa. Aidha, ameeleza kuwa kulikuwa na pendekezo la pili la vipengele 10 ambalo lilikuwa la busara zaidi, likitokana na majadiliano ya pande 3 ambazo ni Marekani, Pakistan na Iran, na kwamba hilo ndilo kwa mujibu wake lililotajwa na Rais Trump katika mawasiliano yake ya hivi karibuni, likiwa na msingi wa maelewano ya awali kati ya wahusika. Hata hivyo, Vance amekosoa pia pendekezo la 3 lililosambaa kwenye mitandao ya kijamii, akilielezea kuwa ni kali zaidi na lenye msimamo mikali kupitia hata lile la kwanza la kudai kuwa pendekezo hilo la awali lilitolewa na mtu asiye na mamlaka rasmi nchini Iran, licha ya vyombo vya habari kama CNN kuripoti kuwa taarifa hiyo ilipatikana kutoka kwa maafisa wa Iran na kusambazwa kwa vyombo vya habari vya serikali ya Iran. Mwisho ambavyo taarifa inaeleza. Sasa huyu ni makamu wa rais JD Vance akiondoka nchini humo kutokana na ziara yake ya siku kadhaa ambayo ameweza kuifanya huko nchini Hungary. Sasa hapa kuna mkanganyiko kidogo. Unajua, hata ukija kwa msemaji wa ikulu ya White House Karoline Leavitt, naye amezungumza kwamba pendekezo la kwanza lilipingwa vikali na Marekani. Na kuletea taarifa hiyo, kutoka taarifa hii utaipata kwa kina zaidi kile ambacho jana Karoline Leavitt alikizungumza alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari katika ikulu ya White House nchini Marekani. Sasa JD Vance ameibua sintofahamu kubwa kwamba Irani huenda hata walitumia akili bandia au akili mnemba, pengine hata ChatGPT katika akili mnemba, ili kuweza kutengeneza masharti 10 ambayo yalitumwa kwa Marekani. Kwa mujibu wake ni kwamba pendekezo la kwanza lilikataliwa na Marekani. Kile ambacho Trump alikiidhinisha lilikuwa ni pendekezo la pili, lakini baadaye sasa zikaibuka kama vile taarifa za uongo kupitia vyombo vya habari, vilichapisha masharti 10 kwa mara ya 3, kitu ambacho ametaja kwamba yawezekana kilitoka kwa mtu ambaye hana mamlaka pale nchini Iran na akaamua kuweza kusambaza kwa vyombo vya habari. Kwa hivyo Marekani bado imepata wasiwasi mkubwa, lakini pia imetupilia mbali mapendekezo ambayo yamesambaa mitandaoni ambayo yanaonekana kwamba hayaendani na kile ambacho rais wa Marekani Donald Trump alikipitisha katika upitishwaji wa mapendekezo 10 ambayo Irani imeyataka ili kuweza kusitishwa kwa vita. Basi mtazamaji wetu, kwa taarifa zaidi naomba uwe nami leo kama kawaida. Siku zote nimekuwepo hapa kuweza kukujuza yote yanayojiri katika anga za kimataifa kwa undani zaidi, au tunasema kinaga ubaga. Basi na leo hii nitakupasha habari kinaga ubaga kama ilivyo kawaida yangu siku zote. Nikuombe tu, kama bado hujaweza kusubscribe channel yetu, uweze kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.